Karibuni tusherekee kuzaliwa mkombozi wetu Yesu Kristo. Huyu tunayesherekea kuzaliwa kwake na Bikira Maria porini, pangoni huko Bethlehemu, aliishi akahubiri ufalme wa Mungu, akateswa msalabani, akafa, akazikwa kaburini, siku ya tatu akafufuka. Tunakiri ukweli huo kila wakati tunaposali kanuni ya imani ambayo inatuelezea, inafafanua huyu tunayeadhimisha kumbukizi ya kuzaliwa kwake, kwamba bado yuko hai, bado ni mzima. Ebu tukiri imani yetu, tuone ukweli huu. Ni nani huyo tunayemsherekea leo? Tunakiri katika kanuni ya imani au na sadiki tukisema hivi: na sadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana pekee aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu, kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Huyo ndiye tunayeadhimisha kuzaliwa kwake leo. Hiyo kanuni ya imani inatudhihirisha kwamba bado yuko hai baada ya kufufuka, bado yuko nasi. Ukristo ndio dini pekee iliyoanzishwa na Kristo mwenyewe. Ndio dini ya kweli hapa duniani. Kwa nini ni dini ya kweli?
kwa sababu huyo aliyezaliwa alitumwa na Mungu Baba na alishatabiriwa na manabii kuja kutufunulia siri za Mungu na kutuonyesha njia ya wokovu. Huyo ndiye mwanzilishi wa Ukristo ambaye yu hai. Wengine wote walioanzisha hizo dini mbalimbali zaidi ya mamilioni, waanzishi wake walishakufa na kuoza, ni mahayati. Yesu hata shetani hajawahi kumtambulisha kama hayati Yesu. Nani alishawahi kusikia hilo? Au alishasoma mahala fulani kwenye maandiko? Anileteni nione hayo maandiko. Na shetani anajua kwamba Yesu ni mzima, yu hai. Kwa hiyo Yesu huyu ambaye alikufa akazikwa akafufuka, ana sura zaidi ya moja, ana sura mbalimbali. Na huyu Yesu hatambuliwi kwa macho ya mwili, bali kwa macho ya roho. Hatambuliwi kwa macho ya akili zetu, bali kwa macho ya imani. Hatambuliwi kwa macho ya ubinafsi, bali kwa macho ya upendo na ukarimu, kama maandiko matakatifu yasemavyo, na nukuu, mtu asiye na upendo hamjui Mungu, maana Mungu ni upendo. Mwisho kunukuu kutoka barua ya kwanza ya Yohane sura ya 4 aya ya 8. Kwa njia ya macho ya roho, kwa njia ya macho ya imani, kwa njia ya macho ya upendo, utaweza kumtambua Yesu katika mazingira na nyakati mbalimbali. Kwanza, Yesu ana sura ya mkate, maana yeye mwenyewe alijitambulisha kama mkate wa uzima. Soma Injili ya Yohane sura ya 6. Je, una macho ya imani ya kumwona Yesu huyu katika Ekaristi na kujiongea ukampokea na moyo safi? Pili, Yesu ana sura ya nuru, maana yeye mwenyewe alijitambulisha kuwa ni nuru ya ulimwengu. Soma Injili ya Yohane sura ya 8 aya 12 hadi 20. Pia naye akatutambulisha sisi wafuasi wake akisema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ni lazima nuru yenu iangaze mbele ya watu, ili wayaone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu ali mbinguni. Soma Injili Mathayo sura ya 5 aya 16. Tatu, Yesu ana sura ya mtoto mdogo, kwani yeye alisema, yeyote anayemkaribisha mtoto mmoja kama huyu kwa jina langu ananikaribisha mimi. Mwisho wa kunukuu kutoka Injili ya Mathayo sura ya 18
aya 5. Je, tunakubali kuwakaribisha watoto duniani kwa kukubali wazaliwe salama, walelewe vizuri na watunzwe vizuri? Huko ndiko kukaribisha mtoto mdogo, kukubali azaliwe, au namzibia mlango upendi azaliwe, na akizaliwa unatupa, unamtelekeza, unamnyanyasa. 4. Yesu ana sura ya mfalme wa amani. Soma Isaya sura ya 9 aya 6. Na Yesu mwenyewe huyo mfalme wa amani alisema, amani niwapayo mimi sio kama ile mpewayo na walimwengu. 5. Yesu ana sura ya kuhani mkuu na mpatanishi wetu na Mungu. Soma waraka kwa Ibrania sura ya 8 na barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 2 aya 5. 6. Yesu ana sura ya msulubiwa msalabani. Msulubiwa msalabani. Soma barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 1 aya 23 na sura ya 2 aya 2. 7. Yesu ana sura ya watu wenye changamoto mbalimbali za maisha. Tunakutana naye kupitia watu hao. Soma Injili ya Mathayo sura 25 aya 31 hadi 46. Yesu ana sura mbalimbali, lakini kadiri ya maandiko matakatifu Yesu Kristo ni yule yule jana, leo na milele. Soma waraka kwa Waibrania sura ya 13 aya 8. Jinsi Yesu anavyopokelewa, kuna mapokezi tofauti mbalimbali. Jinsi unavyomtoa Yesu moyoni mwako na akilini mwako, ndivyo utakavyompokea. Kwa kuwa tuna picha hizo mbalimbali za Yesu mioyoni mwetu na akilini mwetu na zaidi maishani mwetu, ndio maana wengine wanampokea na wengine hawampokei, kama maandiko matakatifu yasemavyo, na yanukuu, alikuja kwake, wale walio wake hawakumpokea, lakini wale waliompokea, wale waliomwamini, aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Mwisho wa kunukuu kutoka Injili ya Yohane sura ya 1 aya 11 hadi ya 12.